Sasa haya maeneo kuna mapango mengine kama haya makavu yako huko nyuma ya pili. Kwa hiyo walijigawa. Kwa tunateremka tukaingie kule ambako kulikuwa tunatoka huduma ya maji. Kule walikuwa vijana wanachukua maji kule kuwaletea kina mama huko. Kwa hiyo kwendeni. Sawa. Mapango ni matundu makubwa yaliyo chini ya ardhi na kwenye miamba ambayo yamekuwa yakitumiwa na binadamu na wanyama kama makazi kwa maelfu ya miaka. Kisayansi, mapango mengi hutengenezwa kupitia michakato ya asili ya kijiolojia, na hivi ndivyo yanavyotokea. Kumomonyolewa kwa miamba, chemical weathering. Hii ndiyo njia kuu inayotengeneza mapango mengi duniani, hasa yale ya chokaa. Maji ya mvua yanapoanguka huchanganyika na hewa, yani hewa ya carbon dioxide na kutengeneza asidi dhaifu. Maji haya yanapoingia ardhini yanayeyusha miamba laini kama chokaa, limestone na marumaru, marble, kidogo kidogo kwa mamilioni ya miaka na kuacha nafasi wazi. Mapigo ya mawimbi, sea caves. Kando ya fukwe za bahari, mapigo ya mawimbi yenye nguvu yanayogonga miamba ya pwani husababisha miamba hiyo kupasuka na kumomonyoka. Baada ya muda mrefu, sehemu hizo zinakuwa tundu kubwa zinazoingia ndani ya mwamba. Shughuli za volkano, lava tubes. Volkano inapolipuka, lava, moto wa volkano inayotiririka huanza kupoa kwa juu na kuwa ngumu, lakini ndani yake lava inaendelea kutiririka kama moto. Lava ya ndani ikimalizika kutoka, huacha bomba tupu ambalo linakuwa pango refu. Glacial caves. Maji yanayoyeyuka juu ya barafu kubwa, glaciers, yanaweza kutengeneza mifereji inayoelekea chini ya barafu hiyo na kuyeyusha nafasi kubwa ambayo inatengeneza pango la barafu. Kwa nini yalitumika kama nyumba? Binadamu wa kale walitumia mapango kama nyumba kutokana na sababu za msingi: ulinzi dhidi ya wanyama wakali na makabila adui. Wengine waliyatumia katika vita mbalimbali enzi hizo. Ukiwa katika tarafa ya Kipatimu, utajionea mapango yaliyotumika na wazee enzi hizo kujificha kipindi cha vita ya Wajerumani na wazawa wa kabila la Wamatumbi, Wangindo, Wamwera katika vita ya Majimaji. Hali ya hewa. Mapango yanatunza joto wakati wa baridi na yanakuwa na ubaridi wakati wa joto kali. Uimara. Tofauti na vibanda vya nyasi, pango haliwezi kubomolewa na upepo au mvua kubwa. Katika maeneo mengi ya kihistoria, utaona michoro ya mapangoni inayothibitisha kuwa mababu zetu waliishi humo na kuyaona kama vituo vyao vya kitamaduni na kiroho, lakini nyumba za kujificha wakati wa vita na maadui zao wakati huo. Hii ni Unyakisani Empire Village Production. Endelea kuwa na sisi kama kwa makala mbalimbali. Ukiambiwa watu walijificha,
kule na huku, niambie kuliko kaa siri zaidi wapi? Ni huku eh? Kwa hiyo mtu unapompeleka kule aone, unapomleta huku aone, na mtalii vile vile. Unapompeleka akija huku kinyima kumpeleka kule, unanyima haki yake. Na aliyekwenda kule ukinyima kumleta huku, unanyima haki yake. Kwa sababu gani? Mama mnene kama yule pale na ngoma hawezi kwenda kabisa, utamnyima haki yake. Sawa? Kwa hiyo tutembee toke upande wa pili, aturudi tena huku. Asante. Haya, kama kawaida tuna anatangulia mwenyewe, napata mimi ndio acha kukaa ni kiongozi atangulie. Ndio shemeji kwa huko bwana, huko kwa nyuma huko sasa dereva wenyewe mnamwacha nyuma ya mbele, mnakujua Yaani baridi kabisa. Hawa msiguse ukuta. Sio mtu kama egemea